Na hii ndio siri kubwa usiyojua kutoka kwenye kitunguu. Wengi wanakitumia kila siku, lakini hawajui kweli huu wa kutisha. Na hii ndio siri nzito ya kwanza ya kitunguu usiyojua. Kwenye imani za kale na simulizi za giza, inaelezwa ya kuwa harufu kali ya kitunguu usiku wa manane haiko kawaida. Wazee wa zamani waliamini harufu hiyo huwa kama mwaliko. Harufu hiyo ni kama vile sauti isiyoonekana, ishara inayovuka mipaka ya macho. Walisema ya kwamba wazee wa zamani, usiku ukiwa kimya sana, harufu kali huonekana kama mwito, na mwito huo sio wa kawaida, wa kuvuta mapepo na majini wanaozurura gizani. Ndio maana kulikuwa na tahadhari: usiponde kitunguu usiku wa manane, tena bila sababu yoyote. Wengine walishuhudia ndoto nzito zisizoeleweka, hisia za kusisimuka mwili mzima bila sababu, kuamka ghafla katikati ya usiku ukiwa na hofu, harufu kuongezeka ghafla kana kwamba kuna aliyeitikia. Na hicho ndio siri kubwa ya kitunguu. Na hapo haikufikia mwisho. Wazee wa zamani walitoa onyo kali la imani. Walisema ya kwamba si kila harufu ni harufu tu. Usiku wa manane harufu huwa ni ujumbe wa wito. Na hapo ndipo wengi huanza kusema, nilikuwa napika tu, lakini usiku ule haukuwa wa kawaida. Hii ni simulizi ya imani na tahadhari za zamani, si somo la sayansi. Lakini swali linabaki, kwa nini wazee walikataza jambo hili, tena kwa msisitizo mkubwa kiasi hicho? Siri ya pili, na hii ndio siri kubwa kuliko ya mwanzo, itakayokufanya ubaki mdomo wazi, maana wengi siri hii hawaitambui na imefichwa katika miaka mingi hapa duniani. Subscribe sasa hivi na ukomenti neno mwendelezo kama uko tayari kusikia siri ya pili iliyo nzito zaidi. Usikose tane katika vipindi vijavyo. Bye bye.